Yes, bora kawa karibu sana kwenye sehemu hii ya 11. Japokuwa sauti yangu iko sawa sana kutokana na sumbuliwa na mafua, lakini lazima nihakikishe mambo yanakwenda vizuri bwana. Sasa katika sehemu iliyopita, sehemu ya 10, tulishia pale ambapo vita bado haijaisha na tulikuwa tunajiuliza Rashidi na huyu askari wa Kibrazili, huyu mwanadada Leticia, katika hii ambush, katika hili shambulio ambalo walikuwa wamevamiwa muda huu, watafanikiwa kutoka salama? Nikakwambia usikose sehemu ya 11. Hatimaye sehemu ya 11 hii hapa, mzigo wa rise hapo kutoka kwake Eda Zaria G Msule. Bwana, karibu tupate kuendelea kujua nini hasa kilichoweza kuendelea baada ya Rashidi pamoja na huyu askari Leticia ambaye tayari ni wapenzi hawa walifanywa ambush, walishambuliwa. Sasa itakuwaje? Bwana, karibu kwenye sehemu hii ya 11. Ghafla dereva alifunga brake na kutufanya sote tushtuke mno. Tukamuuliza kuna nini. Dereva akasema gari ya mbele imesimama ghafla na sijui kuna nini. Jamani, kuna nini tuko mbele? Dereva ilibidi waulize wenzie. Okay, sawa. Dereva huyu akatugeukia nyuma, akasema kuna wanafunzi wanakatiza barabarani. Tukasema sawa. Leticia ndio alijibu hivyo huku akiwa amejiegemeza vizuri kwenye seat. Mimi nikageuka nyuma, sio ni gari hata moja ikiwa inakuja katika barabara hii. Hapo taratibu taa ya hatari ikaanza kulicheza kichwani mwangu. Nikasema wanafunzi ni wengi. Nilimuuliza udereva huku nikiendelea kuangalia kila kona. Bane, ghafla mlipuko mkubwa ulitokea katika gari la mbele kabisa. Tulishuhudia jinsi gari ya walinzi wa barozi inavyopeshwa juu kwa mlipuko mkubwa mno, na kitendo cha ile gari kutoto chini, walijitokeza watu wa RX kusipojulikana. Walianza kutushambulia kwa risasi, kitu kilichotufanya tuchanganyikiwe, kwa maana ya kwamba mimi na Leticia hatuna silaha ya aina yoyote. Tafadhali rudisha gari nyuma, Leticia alizungumza huku sote tukiwa tumeinama katika siti hii ya nyuma. Dereva akafanya kama alivyokuwa ameagizwa, huku gari iliyokuwa imembeba balozi nayo ilianza kurudishwa nyuma kwa kasi mno. Ilibidi nimuulize dereva ya kwamba vipi, una bastola? Nilimuuliza dereva na dereva akachomwa pale bastola yake na kunikabidhi. Usifungue kioo, gari hizi hazingizi risasi, dereva alizungumza huku akizidi kurudisha gari hili kwa kasi mno. Nilinyanyua kichwa changu na kutazama nyuma, na kweli risasi zilizokuwa zinapigwa na maadui wetu zilikuwa zinapiga kwenye kioo na kuweka alama, ila zilikuwa haziwezi kuingia ndani. Kwa utaalamu wa hali ya juu, dereva aligeuza gari na kuelekea katika barabara ya mashariki mwetu. Akaisubiria gari iliyokuwa imembeba waziri kutangulia mbele, na kisha nasi tukafuata kwa nyuma, huku watu hawa walikuwa wakiendelea kutufukuzia na magari yao. Hawa watu inaonekana wametupania sana. Nilizungumza huku nikitazama jinsi gari zao zilivyokuwa zinakuja kwa mwendo wa kasi mno. Hii ndo Mexico, na hapa tupati msaada wote kutoka kwa maskari, kwa maana kwamba wanaogopa sana haya makundi ya kiarifu. Hii nchi sijui anaishije jamani, Leticia alilalama huku akitazama nyuma. Laiti ingekuwa sio umahili wa hili gari aina Range Rover, hakika sote tungekufa. Tukafika katika ubalozi wa Brazil. Gari hizi zikaingia ndani, na wanajeshi waliopo getini walianza pale kujibu mashambulizi la kundi hili la RX. Nilishuka katika gari kwa haraka mno, nikasema silaha kubwa nahitaji. Nilizungumza kumaanisha kwamba nahitaji silaha yenye uwezo, silaha kubwa, na dereva kanieleza ya kwamba silaha hizo zipo nyuma ya gari hili ambalo nilikuwa mimi nimeshuka. Nilifungua buti ya nyuma, nilichukua pale bunduki ya maana, nikasema nenda kapumzike, hauko sawa. Nilimwambia Leticia huku nikimtazama usoni mwake. Leticia akakataa, akaniambia hapana. Nikamwambia nenda kamlinde balozi, hii sio ombi bali ni amri. Ila hauna cheo juu yangu, ni amri kama mume wako, chukua hii kamlinde balozi. Nilimkabidhi Leticia bastola, akanitazama usoni mwangu. Kawe makini mume wangu, usijali. Nilivaa jaketi la kuzuia risasi na Leticia
akakimbilia ndani walipokuwa wamekimbilia walinzi wa balozi. Nilijiandaa vya kutosha na kisha nikakimbilia eneo walipokuwa wanajeshi wa getini. Tukaanza pale kujibizana mashambulizi kuelekea walipokuwa watu wa RX ambao umbali wao ni kama mita 60 hivi kutoka sehemu tulipo. Gari 4 za wanajeshi wa Marekani zilifika eneo hili na kuongeza nguvu iliyowafanya sasa watu wa RX waliokuwa wamesalimika kuanza kukimbia. Mwanajeshi mmoja wa Marekani alituliza huku akiwa anatutazama ya kwamba vipi, mpo salama? Nikamwambia ndio, tupo salama. Balozi yuko wapi? Nikasema yuko ndani. Twendeni tukamwone. Nikaongozana na wanajeshi hawa wawili wa Marekani. Tuliingia ndani na walinzi wakatupeleka hadi alipokuwa balozi wa Brazil. Ninaitwa Kanali John. Nashukuru kukufahamu. Tumepokea ombi kutoka kwa rais wetu kuweza kuwasaidia kuwalinda ubalozi wenu, kwa maana kwamba mnaona hali halisi inayoendelea hapa. Ni kweli ndio tunaiona na tunashukuru sana. Jeshi langu pia linaendesha operation ya kuwasaka kundi zima la hawa wauza madawa kulevya. Hii ni vita. Hivyo tungependa kuanzia sasa hivi asitoke nje mtu yoyote wa ubalozi wako. Una maana ya kwamba? Maana yangu kama kuna wafanyakazi. Wewe si mnaishi nje ya ofisi hizi za ubalozi? Nikasema ndio. Basi asitoke mtu yoyote kuelekea kwake. Kanali, hebu samahani kwanza. Nilizungumza huku nikimtazama usoni mwake. Ndio kijana. Nikamwambia, je, ninaweza kuungana na nyinyi kwenye hiyo operation? Wewe ni nani? Jamani, huyu anaitwa Rashidi, ni mmoja wa maaskari nilionao kwenye timu yangu. Leticia aliwahi kuyatoa maelezo hayo. Kanali John alimtazama usoni mwangu kwanza kwa dakika kadhaa na kisha alitingisha kichwa. Karibu kwenye timu. Nashukuru sana. Kweli tulipeana pale mikono kwa kukaribishwa kufanya kazi na wanajeshi wa Marekani. Wanajeshi wangu wako 20. Nitawaacha hapa. Watawalinda na wengine nitaendelea kuwa nao kwenye operation. Kwa ni lazima wapige na kuimaliza hii kazi leo. Sawa Kanali. Kijana, ongozana na mimi. Rashidi, kuwa makini. Leticia alizungumza huku akinitazama machoni mwangu. Nikamwambia usijali. Tukatoka ndani hapa na huyu Kanali John pamoja na kijana wake. Akagawa pale majukumu kwa wanajeshi wake 20 na kisha akanitambulisha kwa kikosi chake ya kwamba nitajumuika nao kwenye operation hii. Tukaingia pale kwenye magari na kuanza safari sasa ya kuwasaka watu wa RX. Hawa washenzi ni lazima wafe. Kanali John alizungumza huku akivuta sigara kubwa. Umesema kwamba unaitwa nani? Naitwa Rashidi. Sura yako sio ngeni kwangu wewe. Inaweza ikawa hivyo. Ni kweli, nimekumbuka. Wewe si mpiganaji wa Doni wewe? Ndio, nilikuwa ni mpiganaji wake, ila kwa sasa mimi ni adui yake. Ilikuwaje umekuwa adui yake? Nimekataa kufuata matakwa yake. Matakwa gani? Alinipa kazi ya kumdhuru mke wangu ili apate mali zake. Nilikataa na ndipo uadui ukaanzia hapo. Na mimi ndiye niliyemkamata Don na kumkabidhi kwa jeshi la polisi la Brazil, ila walishindwa kuweza kumudu. Watu wake waliweza kuvamia na wakamtorosha. Usijali, Don atapatikana tu. Ila nasikia kwamba Don yuko nchini Somalia. Wewe nani amekueleza hayo? Ipo hivi. Mke wangu nina miaka kama 2 na miezi kadhaa sijaweza kuonana naye. Hivyo alikuwa ananitafuta kwenye kutangaza katika mitandao. Nimepokea taarifa ya kwamba amepigiwa simu na mtu aliyepo Somalia na kumueleza kwamba eti mimi nipo kule, jambo ambalo sio kweli. Na tayari ameshakwenda kule Somalia na sifahamu nini ambacho kimeweza kumpata mpaka hivi sasa. Kwa hiyo miaka yote 2 ulikuwa wapi?
Nilikuwa niko DR Congo. Nilipelekwa katika gereza moja. Na kwa nini ulipelekwa gerezani? Na ni nani aliyekupeleka gerezani? Alinipeleka ni rais wa sasa nchini kwangu Tanzania. Alinichukulia mke wangu, akanisingizia mambo mengi sana kiasi kwamba maisha yangu yaliweza kuharibika na yakawa ya kurukaruka tu. Alinifunga gereza moja bila Tanzania, nikatoroka. Akanifunga kwenye gereza nyingine la huko Kongo, nikatoroka, nikaingia mikononi mwa Obote ambaye kwa sasa ndo rais wa Kongo. Nilipata mafunzo ya msituni na kwa kusaidiana naye tulipindua serikali ya Kongo na akaingia madarakani. Naam, hapo sikutaka kumficha kitu chochote huyu Kanali John, kwa maana ya kwamba nimejifunza madhara ya kuficha mambo yaliyopita. Kwani ningeweza kumweleza ukweli Karo asingenitimua. Gari zilisimama kwenye moja ya mtaa uliokuwa umetulia, na mtaa ambao ulikuwa unaonekana una vumbi nyingi mno. Dogo, kuwa makini, Kanali alizungumza huku wanajeshi kadhaa walikuwa wakishuka kwenye lori la mbele. Wakatawanyika pale na kujibanza kwenye magorofa haya yanayoonyesha ya kwamba hakuna mtu anayeishi. Nasi tukashuka pale kwenye gari hili dogo, ilikuwa ni aina ya Hama. Tukakimbia mpaka kwenye moja ya nyumba na kisha tukajibanza. Kanali John alitoa ishara wanajeshi wawili kuvunja mlango uliopo pembeni yetu. Wanajeshi hawa kwa kutumia mateke wakauvunja mlango. Mlango ukaenda chini. Tulianza kuingia ndani ya jengo hili kwa umakini wa hali ya juu sana, huku tukipandisha ngazi kuelekea gorofani. Jambo linaloniwia ugumu ni kwamba sijui tunayemsaka ni nani kwenye haya majengo ambayo inaonekana kabisa sio makazi ya watu. Mwanajeshi mmoja aliyekuwa ametangulia mbele alipiga kelele kwa kusema kuna bomu. Hapo akawa anarudi nyuma kwa kasi mno. Tukajirusha chini na bomu hili la mkono likalipuka, likasababisha vumbi jingi mno kutawala ile eneo. Mvua ya risasi ilianza kutujia. Nilibiringita nikaingia kwenye moja ya chumba huku nikiwa nimewaacha wanajeshi kadhaa wa Marekani wakiuawa. Tunahitaji msaada. Narudia tena, tunahitaji msaada. Nilimshuhudia Kanali John akiwa ameanguka chini huku mguu wake mmoja ukiwa umejeruhiwa vibaya mno kwa risasi. Kwa haraka nikatoka ndani ya hiki chumba, nilimshika jaketi lake la kuzuia risasi, nikaanza pale kumvuta kuingia ndani ya hiki chumba. Wanajeshi kama 4 hivi walikuwa wameuawa huku mmoja akiwa amekatwa miguu yake kwa bomu. Wanajeshi wengine wa Marekani waliokuwa huko nje waliingia ndani hapa. Walianza kujibu mashambulizi ya watu hawa waliopo juu ya hili gorofa. Hakuna kitu kibaya kama kushambuliwa na mtu ambaye yuko juu na wewe unayeshambuliwa uko huko chini. Mwanajeshi mmoja akasema, tunahitaji helikopta. Narudi tena, tunahitaji helikopta. Washambuliaji wapo ghorofa ya 3, sisi tuko chini kabisa. Mwanajeshi huyo alizungumza hivyo kwa kutumia simu ya satellite. Akaambiwa pale kwamba ombi lako limesikika. Tokeni kwa haraka katika jengo hilo, kwani jeti za jeshi zipo njiani. Narudia, tokeni kwenye majengo hayo, jeti zinakuja eneo hilo. Tulisikia sauti hiyo kutoka kwenye kipaza sauti. Pale wanajeshi wakaanza kubeba miili ya wenzao na kutoka nayo humu ndani, huku nami nikimsaidia Kanali John kutembea. Tukaingia katika magari na tukaanza kuondoka katika huu mtaa ambao kama uko jangwani hivi na unaonesha wanaoishi hapa wote ni wahalifu. Mwanajeshi mmoja alianza kumhudumia Kanali kwenye lile eneo la jeraha lake. Tupo mita 200 kutoka kwenye eneo la vita, hivyo mnaweza kushambulia. Mwanajeshi huyu alikuwa amekaa pembeni yangu alizungumza hivyo. Ghafla tukaanza kusikia mitikisiko mikubwa nyuma yetu. Nilipogeuka nyuma, niliona moto mkubwa sana ukiwa umetawala katika eneo hili, jambo ambalo liliwafanya baadhi ya wanajeshi kushangilia kwa furaha mno. Moja kwa moja hapo tukaelekea katika kambi ya jeshi la Marekani iliyopo mpakani mwa Mexico na Marekani. Wanajeshi waliojeruhiwa walianza pale kuhudumiwa vizuri tu, huku waliopoteza maisha ya miili yao ikielekea kuhifadhiwa kwenye chumba cha maiti. Samahani ndugu yangu, naweza nikapata simu? Ndio. Mwanajeshi mmoja alinikabidhi moja ya simu. Niliingiza pale namba ya Leticia, nikampigia kwani simu yangu ilikuwa imezima chaji. Hey Leticia, ni mimi naongea.
Rashidi, vipi kipenzi changu? Safi kiasi. Kwa nini? Umeingia Marekani? We, Ndio, kwa maana kwamba wanajeshi wamejeruhiwa na ule mji umeshambuliwa kwa mabomu ya anga. basi ngoja nifunge safari nije Marekani. Vipi hali imetulia? Na rais ameagiza balozi ufungwe kwa muda. Na balozi na wafanyakazi wote warudi Brazil. Hivyo na mimi bado sijajua kama nitaambiwa kurudi Brazil au nije Marekani. Fanya hivi mpenzi wangu, nenda kwanza Brazil. Kuna rafiki yangu nahitaji kuweza kumuona hapa Marekani na kisha nitakuja Brazil. Kweli baby? Ndio, ninakuahidi tuombe tu Mungu mambo yasiharibike. Nakusubiria kwa hamu kipenzi. Nashukuru kipenzi. Nikifika Las Vegas nitakupigia. Okay. Sawa. Hapo nilikata simu, nikamrudishia huyo mwanajeshi simu yake, nikaelekea katika hema alilokuwa ameingia Kanali John. Nilimkuta pale akizungumza na simu, hivyo kanibidi nimsubiri amalize kuzungumza na simu ndipo nizungumze naye. Alipomaliza kuzungumza na simu, nami nikamuuliza unajisikiaje? Nilimuuliza Kanali John, na hii ni mara baada ya kumaliza kuongea na simu. Akaniambia maumivu yamekwisha sasa. Nashukuru sana kwa kunisaidia. Nikamwambia usijali, maisha ni kusaidiana. Lakini nina ombi moja kama utojali. Zungumza tu. Nahitaji kuelekea Las Vegas. Kutoka hapa Texas hadi huko Las Vegas ni mbali sana. Kwa usafiri wa gari ni mbali, itakuchukua kama masaa kadhaa hivi. Ila kwa ndege ni masaa machache tu na dakika kama 40 hadi 45. Basi itapendeza kama nitaenda kwa ndege. Una kitambulisho? Ndio ninacho. Hapo nilitoa kitambulisho nilichokuwa nimetengenezewa na jeshi la polisi la Brazil pamoja na hati ya kusafiria ambavyo muda wote ninatembea navyo. Kanali John alimwita mmoja wa wanajeshi wa kike, akamwambia kamshughulikie kamanda hapa, anahitaji kusafiri. Sawa mkuu. Hakikisha anafika Las Vegas. Ni mwenzetu na ametusaidia sana. Sawa mkuu. Rashidi, nikutakia safari njema. Asante sana mkuu. Silaha utamkabidhi pia huyo binti na atakupeleka hadi uwanja wa ndege na atakukatia tiketi. Sawa, nashukuru sana. Una simu hapo, uandike namba yangu. Ukiwa na taarifa yoyote alipo Don, basi usisite kunifahamisha Rashidi. Simu yangu kwa sasa imezima. Basi nipatie karatasi nikuandikie namba. Mwanajeshi huyo alimpatia karatasi Kanali John, akaandika pale namba na kisha tukaondoka ile eneo. Nikakabidhisha silaha zangu zote kwa binti huyo pamoja na jaketi hili la kuzuia risasi. Tukaingia katika gari ndogo tu ya jeshi na tukaondoka hapa. Safari ikaanza ya kuelekea uwanja wa ndege. Tukafika uwanja wa ndege na binti huyo alinisaidia kukata pale tiketi kwa pesa ya jeshi na kisha kanikabidhi kiasi cha dola 1000. Itakusaidia ukiwa Las Vegas. Nashukuru. Karibu tena. Asante. Mwanajeshi huyu akaondoka. Katika ndege niliyokata tiketi ilikuwa inaondoka baada ya dakika 40. Nikaingia kwenye moja duka la nguo, nikanunua pale nguo mpya kabisa na kisha nikaelekea katika moja ya bafu lililopo hapo uwanjani. Nikaoga pale haraka na kisha nikabadilisha nguo, na nguo nilizokuwa nimezivaa nikaziweka pale katika ndoo ya taka. Nikanunua pale chaji, miwani meusi pamoja na kofia. Muda wa safari uliwadia. Nikaingia ndani ya ndege pamoja na abiria wengine na ndipo safari kaanza. Asante Mungu. Nilizungumza hivyo kwa maana ya kwamba nimeweza kusalimika katika vita ambayo ilibaki kidogo tu nikate roho. Haiwezekani Marekani ishambulie nchi yangu, mji wangu upoteze familia zilizokuwa katika ule mji kikatili sana, alafu nikae kimya au nisizungumze. Nipende kuahidi wananchi wangu wa Mexico, hii ni vita.
Tutapambana na Marekani hadi dakika ya mwisho, na nitahakikisha Marekani naye anabaki kuwa majivu kama walivyofanya kwenye mji wangu. Naam, hapo msikilizaji, abiria wengi wakahamaki, ikiwamo mimi pia, kwa maana rais wa Mexico alikuwa amedhamiria kurudisha mashambulizi yatokanayo na mashambulizi yaliyofanywa na ndege za jeshi la Marekani kwa lengo la kuangamiza magaidi waliokuwa wamejificha katika mji ambao watu nao pia walikuwa wanaishi. Sikuhitaji kuzungumza chochote. Nilivaa tu pale earphone zangu masikioni na kisha nikaanza kusikiliza mziki, kwani haya ni mambo ya kisiasa na mimi hayanihusu kabisa. Naam, tukafika katika jiji la Vegas. Nikashuka pale katika ndege na moja kwa moja nikaelekea nyumbani kwa Brian, na kwa bahati nzuri nilimkuta Brian akiwa yuko na daktari maalum anemhudumia. Kitendo cha Brian kuniona tu, machozi yalianza kumwagika usoni mwake. Nikamsogelea katika sofa alilokuwa amekaa na taratibu nikamkumbatia, huku nami machozi yalikuwa kinilenga usoni mwangu. Kaka, nimeamini ile misemo yenu ya Kiswahili ya kwamba kabla hujafa hujaumbika. Brian alizungumza huku akilia kwa uchungu sana. Kusema ule ukweli, Brian alitokea kunipenda na kunisaidia kama ndugu wa karibu toka siku ya kwanza kuonana naye. Japo alikuwa ni msaidizi wa Claudia, ila hakuchukulia ukaribu wetu kama kazi. Aliufanya ukaribu wetu kuwa kama ndugu. Doni mwisho wa siku amenifanya hivi ndugu yangu. Natamani sana kukuuliza kwa mara nyingine, ilikuwaje kwaje? Ila naona nitakuumiza. Vipi unaendeleaje Brian? Namshukuru Mungu, maumivu yamepungua sasa hivi. Na endapo Mungu akibariki kidonda kikipona, basi nitavaa miguu ya bandia. Pole sana ndugu yangu. Nimeshazoea. Hapo awali hii hali ilinichanganya sana, ila kwa sasa namshukuru Mungu, kisaikolojia niko vizuri. Ndio, okay, sawa, usijali. Nimekuja hapa ila ninahitaji kuelekea nchini Somalia. Nina imani kwamba Doni atakuwa amemlengesha mke wangu eneo hilo, ili mradi tu kuhakikisha kwamba anamteka kirahisi. Hata mimi pia nilikuwa nafikiria hilo. Niambie imekuaje ukawa Mexico? Kuna taarifa ya shambulizi la jeshi la Marekani kwenye mji ambao walikuwa wapa magaidi. Ya, niliona. Na mimi pia nilikuwa ni miongoni mwa wanajeshi wa Marekani katika operation hiyo, ila nilijiunga nao kwa tiketi ya jeshi la polisi la Brazil, kwani kama ulifuatilia, Don alikamatwa nchini Brazil. Ya, nilisikia. Nikajiuliza imekuaje Don akamatwe. Ila Rashidi, pole sana kwa jeshi la polisi la Brazil, kwa maana kwamba kilichowapata ni jambo kubwa sana. Ya, ni kweli. Na mimi ndo niloweza kuwafanikishia katika mpango wa kumkamata Don, ila huko mbeleni mambo yamekuwa ni kama ilivyokuwa. Ndio hivyo ndugu yangu. Brian, hivi unamfahamu mtu yoyote Somalia akanipokea? Somalia nawafahamu wengi sana, ila kama unakwenda kumtafuta Jacqueline, usiwasiliane na mtu yoyote, kwani hao watu ninaowafahamu kwa namna moja ama nyingine wana muunganiko mkubwa sana na Don. Nitakuwa kama nimekutoa sadaka tu kwa Don. Okay, nimekuelewa. Na wala usiwe na wasiwasi na yoyote. Naam, msikilizaji, siku nzima nilikaa nyumbani kwa Brian, huku akinielezea mambo mengi mno ya Don pamoja na mke wake Claudia. Lakini Rashidi, ndio, kwa nini hutaki kuwasiliana na familia yako? Naam, swali la Brian unajua likanifanya kwanza nishushe pumzi taratibu, huku nikimtazama usoni mwake. Unajua kuwa naipenda sana familia yangu. Nipo katikati ya matatizo makubwa sana, hivyo
nisingependa kuingiza familia yangu katika hayo matatizo. Ila wapo kwenye matatizo, hususan mke wako. Mke wako amepoteza kabisa furaha ya kuishi. Mke wako amezaa watoto, ila katika udogo wao naamini angetamani sana siku watoto hao uje kuwashika na kuwalea kama baba. Hapo Brian alizungumza kwa sauti upole huku akinitazama. Rashidi, ndio. Maisha ni mafupi sana. Tena sana. Kipindi nina miguu yangu miwili, niliamini kwamba kuumwa au kufa ni kwa ajili ya wazee. Na ndio maana tulikuwa tunafanya dhambi kila aina. Ila nilipokuja kugundua kwamba hii miili yetu muda wote na wakati wote inaweza kubadilika, na hivi ndivyo unavyoniona ndugu yangu. Endapo ningekuwa na familia, labda mke na watoto, sasa hivi ungekuwa karibu yangu akinifariji. Ila kwa bahati mbaya sina hao watu. Kama we unao, usijaribu kukaa nao mbali eti kisa tu matatizo. Kaa nao karibu, watakusaidia hata kwenye kipindi cha wewe kuwa katika matatizo. Nimekuelewa Brian, na nitalifanyia kazi. Naam. Simu ya Brian ilianza kuita. Alitazama kwa muda na kisha kanigeuzia. Mama anapiga video call. Unazungumzia mama yangu mimi? Ndio. Mpokea ila usimwambie kwamba niko hapa. Sawa. Halo mama, habari yako? Habari yangu sio nzuri kabisa Brian. Kuna matatizo makubwa. Hapo mimi na Brian sote tukashtuka huku tukitazamana. Mama, ni matatizo gani tena? Jacqueline ametekwa. Na watekaji wameomba wapatiwe pesa dola za Kimarekani bilioni 5. Na wametupatia masaa 72. Yaani hapa tulipo tumechanganyikiwa mwanangu. Hatujui hata nini cha kufanya. Mungu wangu. Brian alizungumza huku akinitazama. Kwa kuchanganyikiwa huko, nikajikuta nikizunguka ndani ya chumba hiki. Na kutumia video hiyo mwanangu ya hao watekaji waone, ambao ni Al-Shabaab. Sawa mama. Na je, mmeripoti kwenye chombo chochote cha usalama? Wamesema tu tukithubutu kufanya hivyo watamkata kichwa Jacqueline. Sawa mama, nitumie. Haya. Mama alikata simu hii huku mapigo yangu ya moyo yakinienda kasi vibaya mno. Don nilijua tu atamteka mke wangu ili aweze kupata pesa. Nilizungumza hivyo huku Brian akinitazama tu jinsi nilivyokuwa nazunguka ndani ya hiki chumba. Kaka, video imefika hapa. Brian alizungumza na kwa haraka nikaichukua simu yake na kuanza kuitazama video hii huku mikono ikinitetemeka kwa hasira. Kwenye hii video alisikika mwanaume akisema, maisha yake huyu ili endelee kuwa salama, tunahitaji kiasi cha dola bilioni 5. Baada ya masaa 24 tutakupigia simu kukueleza na jinsi gani na namna gani utatutumia hizo pesa na kumpata huyu mwanao. Mwanaume huyo aliyekuwa amefunika uso wake alizungumza huku akiwa ameweka kisu kikali sana shingoni mwa Jacqueline. Jacqueline alikuwa amefumbwa mdomo kwa kitambaa cheusi. Nilimkabidhi simu yake Brian naye akaitazama hiyo video. Masaa 72 yananitosha sana mimi kufika nchini Somalia.
kaka, kwa hiyo unahitaji kwenda peke yako? Ndiyo. Brian alinitazama kwa sekunde kadhaa na kisha akasema ngoja. Brian akaminyaminya pale simu yake na kisha kaiweka sikioni mwake. Ya, ni mimi naongea. Upo Somalia? Basi kuna ndugu yangu anakuja nchini kwako, ningependa uweze kumpokea. Na okay, nashukuru. Nampatia namba zako sasa hivi. Brian alikata simu na kisha kanitajia namba za mtu aliyekuwa anaongea naye. Rashidi, huyu niliongea naye alikuwa ni mpelelezi wa kikosi cha FBI, ila aliweza kuacha na kuanzisha kikosi chake ambacho kazi yake ni kulipwa na kisha wanafanya kazi kutokana na kile wanachoagizwa kufanya. Kwa sasa serikali nchini Somalia wamemlipa yeye na kikosi chake kusaidiana na jeshi la nchini humo kupunguza uhalifu au makali ya Al-Shabaab. Nashukuru sana, ngoja nimpigie video call ili apate kuniona. Hapo nikampigia video call jamaa huyo. Nikamwambia sikiliza, mimi naitwa Rashidi na nimepewa namba yako na Brian. Sawa. Mimi pia naitwa Brian. Karibu sana. Nikamwambia nashukuru. Ninaye hapa Brian mwenzako. Hivyo unahitaji kuweza kuja nchini Somalia, ila unahitaji kupitia nchini Kenya na kisha niingia Somalia kwa usafiri wa gari. Kinachokuleta nchini Somalia ni nini haswa? Mke wangu ametekwa na kundi la Al-Shabaab. Hivyo nilikuwa nahitaji kuweza kumkomboa. Al-Shabaab ni kundi kubwa sana bwana, ambalo lina maeneo mbalimbali wanayotawala, na istoshe wao ni watu hatari sana. Na alitambua hilo ndugu yangu, ila anachokuomba ni kufika tu nchini Somalia kabla ya masaa 72 kuweza kuisha. Sawa, kutokana na namba yangu unayo basi tutawasiliana. Okay, nashukuru. Hebu nimuone Brian hapo. Kweli nikamkabidhi simu Brian. Kaka, aise pole sana ndugu yangu. Namshukuru Mungu, na mtu alinifanyia hivi ndio huyo aliyemteka mke wa jamaa yangu. Unataka kuniambia Don yuko hapa Somalia? Tunaamini hilo. Mara baada ya kufanya uhalifu nchini Brazil, tunaamini kwa 100% amekimbilia Somalia na ndio sehemu alipojificha kwa sasa. Basi ngoja ni wataarifu vijana wangu kuanza kumsaka kimya. Kwa hilo alilokufanyia basi nitahakikisha naye lazima anapata haki anayostahili. Nashukuru sana ndugu yangu. Basi nitampokea huyo ndugu yako. Mimi mwenyewe nitampokea mpakani mwa Kenya na Somalia, na kisha tutaona namna gani ambavyo tunaweza kumsaka uifala. Asante sana ndugu yangu, Mungu akubariki. Wala usijali bwana, tuko pamoja. Brian alikata simu huku machozi yakimwagika. Rashidi. Ndio kaka. Naomba unikikishe utamuua Don. Na kweli mimi Don nitamua. Nakuomba sana usimuue haraka. Muue kwa mateso ya taratibu. Na pia nahitaji nishuhudie kifo chake. Usijali ndugu yangu, nitafanya kama upendavyo. Nashukuru sana Rashidi. Brian alinisaidia pale pa kupata visa ya haraka ya kuingia nchini Kenya, na akanipatia namba za mtu atakayeweza kunisaidia kusafiri naye ndani ya nchi ya Kenya pasipo usumbufu wowote na kunipeleka hadi mpakani mwa Kenya na Somalia. Majira ya saa 9 za usiku nilielekea uwanja wa ndege na safari ilianza, huku nikiwa nina hamu kubwa sana ya kuhitaji kumpata Don. Naitwa Cecilia. Wewe ni nani? Dada aliyekuwa amekaa siti ya pembeni yangu ambayo iko dirishani alizungumza, na hii ni baada ya ukimya wa kama dakika 30 hivi toka niingie ndani ya hii ndege. Mimi naitwa Rashidi. Nashukuru kukufahamu. Nashukuru sana. Nimeona sio vyema tukae kimya safari nzima ikiwa sisi ni binadamu. Yaani kweli dadangu, samahani kwa kutokukusalimia. Usijali, unajua sasa hivi binadamu tunakuwa tuna mambo mengi ambayo yanapelekea vichwa vyetu kuwa bize kweli. Yaani kweli, vipi unaelekea wapi? Mimi narudi nyumbani Nairobi.
nilikuwa Marekani kwa ajili ya masomo. Vipi, unakwenda wapi? Naenda huko Kenya. Kwani wewe ni Mkenya? Hapana, mimi ni Mtanzania. Okay. Sawa, Tanzania mimi unajua na rafiki zangu wanaishi Tanga mjini. Hapo kitu nilichokigundua kwa huyu mwanadada Cecilia, ni mzungumzaji sana na ni mtu wa kumzoea mtu asimjua kwa muda mfupi sana. Safari ilizidi kusonga mbele huku Cecilia akinisimulia mambo mengi sana ambayo yapo ninayoyajua na yapo ambayo siyajui, ili mradi tu kuchangamsha safari. Baada ya masaa karibia 22 katika ndege, tulifika nchini Kenya majira saa 7 za usiku. Nikawasiliana na jamaa ambaye nilikuwa nimempatia taarifa ya kwamba ninakuja nchini Kenya. Rashidi, nashukuru sana kwa kampani yako yote ulioweza kunipatia. Vipi, unamsubiri nani? Nani unamsubiri? Cecilia alizungumza huku akinitazama usoni mwangu. Nikasema kuna jamaa anamsubiria. Okay, sawa. Mimi naona dereva wa baba amekuja kunichukua. Tutawasiliana. Okay, poa. Kweli, Cecilia akapokea pale mizigo yake na dereva wao. Akanikumbatia kwa nguvu na kisha akaniachia, huku uso wake ukionyesha kukosa kabisa furaha. Akaondoka nami nikasubiri pale kama kwa dakika 10 hivi. Jamaa huyo anaitwa Luto alifika. Haikuwa ngumu kumfahamu kwa maana nina picha yake. Tukaingia ndani ya gari na kuanza safari ya kuelekea mpakani mwa Kenya na Somalia. Aise, karibu sana Kenya. Ninashukuru sana. Aise, unajua mkuu kila mara ananipigia simu kuniuliza kama nimekupokea. Mkuu wako kivipi? Anasije kuelewa. Unajua Brian ana kampuni yake kubwa hapa Kenya na Afrika Mashariki kwa ujumla. Kampuni yake inashughulika na masuala ya hizi tax pamoja na magari ya usafirishaji. Hivyo aliniambia kwamba wewe ni mgeni wake muhimu sana na ninapaswa kukupokea vizuri. Ndio, okay, sawa sawa. Hadi mpakani inaweza kutugharimu muda gani? Kusipokuwa kuna magari mengi sana, inaweza kutugharimu zaidi hata masaa 26 hivi. Unajua tuna kilomita kama 1679 za kutembea barabarani. Ila kutokana na kwamba tuna gari ndogo, tunaweza tukatembea masaa machache kama wanaotumia basi. Unajua na haraka sana kufika Somalia. Siwezi kupata usafiri wa ndege hata ya kukodi mpaka mpakani. Ziko kampuni nyingi unaweza kupata tu. Basi turudi uwanja wa ndege. Sawa. Luto aligeuza gari, tukarudi uwanja wa ndege. Kwa msaada wa Ruto nilifanikiwa pale kupata ndege ndogo inayoingia watu 5. Nililipia na safari kuelekea katika mji wa Liboi wa mkoa wa Kaskazini Mashariki. Ndani ya masaa 2 tukafika katika mji wa Liboi majira ya saa 8 za usiku. Nilikodisha pale taxi na moja kwa moja nikaelekea katika mpaka wa Kenya na Somalia. Nikaonyesha pale vibalo vyangu vyote, nikaingia upande wa pili wa nchi ya Somalia. Nilipokelewa na Brian na nikaingia katika gari lake aina ya Hummer H3. Brian akaniambia karibu sana Somalia. Nikamwambia nashukuru sana tena sana. Unajua nimeshindwa kuja na timu yangu kwa maana sasa hivi wako kwenye operation ya kuweza kufahamu kwamba ni wapi alipo Don. Kuna kisiwa kimoja kinaitwa Sokotra. Nakifahamu. Basi nasikia yuko huko. Basi ngoja kwanza tufika huko basi tuongee vizuri. Brian alizungumza huku akiendesha gari hili kwa kasi mno. Hivi una utaalamu wowote ule wa kutumia silaha? Ndio. Unaweza kutumia ipi na ipi? Karibia zote na uwezo kuzitumia. Nilipata mafunzo ya msituni na kikosi cha Obote na nilisaidia naye katika kuipindua serikali iliyokuwa madarakani na hadi akafanikiwa kuwa mheshimiwa rais. Wow. Aise, safi sana. Inabidi tukifika unionyeshe ujuzi wako kwa maana huamini mgumu sana kuamini vitu kwa maneno kuliko vitendo. Wala usijali katika hilo. Naam. Majira ya saa 11 tulifika katika nyumba iliyokuwa imejitenga kidogo na mji na ilikuwa ipo jangwani kiasi. Tukaingia ndani ya geti kubwa la nyumba hii ambayo ilikuwa imefungwa kamera nyingi. Akanikaribisha pale sebuleni hapa na nikawakuta pale majamaa 4 waliokuwa wamejaza miili yao kwa mazoezi wakiwa wamekaa sehemu mbalimbali za masofa. Karibu sana. Walinikaribisha vizuri huku nikikumbatiana nao ikiwa ni ishara ya kusalimiana nao.
Pole sana kwa mke wako kutekwa. Nashukuru. Ripoti mmegundua nini? Tumegundua kwamba Doni yuko katika kisiwa cha Socotra. Jamaa mmoja alijitambulisha kwa jina la Alex alizungumza. Hapo ndipo mimi na Brian tukatazamana, ikiwa ni ishara ya kwamba nilichomweleza nikiwa niko ndani ya gari lilikuwa ni jambo sahihi. Mkuu, kisiwa hiko cha Socotra kwa sasa kimeimarishwa ulinzi, na hizi ndizo picha za drone tulioituma hapo. Kijana mwingine anaitwa Paul alizungumza huku akituonesha picha hizo kwenye TV kubwa iliyopo hapa sebuleni. Tukaona eneo zima la hiki kisiwa kwa juu, jinsi ilivyojaa walinzi wenye silaha. Mkuu, na habari mbaya ni kwamba hatuwezi kwa kwenda kwa njia ya maji, kwa maana kwamba hapa Doni alikuwa amewekeza ufugaji wa papa wakali sana. Endapo ukiingia ndani ya maji na wakikutafuna, basi wanakupoteza ndani ya muda mfupi. Kwa hiyo Po, unataka kusema njia pekee ni kupita angani, si ndio? Ndio mkuu, na ni hatari sana, kwa maana kwamba wamefunga kamera zenye uwezo wa kuwatambua watu wake na wageni wanaoingia hapo. Na kama unakuwa ni mgeni, basi alarm za eneo zima zinaanza kupiga kelele. Hivyo inakuwa ni rahisi sana kwa wao kuweza kugundua. Na pia jengo alilofungwa Jacqueline ni hili hapa, na lipo karibu kabisa na nyumba anayoishi Doni kwa sasa. Naam, Paul alizungumza huku akituonesha nyumba hiyo kwa juu, jambo lilonifanya nitamani hata nianze kufanya taratibu za kumwokoa mke wangu muda huu. Yaani nilikuwa na mzuka ile mbaya. Nisikilizeni. Tunaweza kupita njia baharini. Hapo nilizungumza kwa kujiamini na kuwafanya watu wote wanitazame. Brian akaniuliza kivipi? Kivipi? Kwa maana kwamba hatuwezi kwenda na boti mpaka kwenye fukwe za hicho kisiwa. Ni lazima watajua na watatushambulia kabla sisi kushuka kwenye boti. Brian aliniuliza huku akinitazama usoni mwangu. Nikasema kuna dawa fulani majani hivi. Hiyo dawa ya majani sidhani kama hapo Somalia ipo. Endapo utajipaka mwilini mwako, hakuna mnyama wala kiumbe chochote cha hatari kinachoweza kukusogelea. Na hata papa na ukali wake wote hawezi kukusogelea. Jamaa, hiyo ni bahati nasibu. Sasa hapo una beti mtu wangu. Mimi ninavyofahamu papa ni samaki wakali sana. Hawana mchezo, na endapo tone moja tu la damu litaingia katika maji, basi huo ni msiba. Na alitambua hilo Alex. Ila naomba uniamini. Kusema ukweli, nisiwe mwongo, kwa njia ya maji mimi siwezi kwenda. Naomba mnisamehe kwenye hilo. Hata mimi mkuu, kwenye swala la maji mimi siwezi kwenda. Nimefunga safari kutoka Marekani hadi hapa. Siwezi kuondoka mikono mitupu. Ni lazima nimwokoe mke wangu. Wewe jamaa unazungumza je, una mafunzo au unazungumza tu kutokana na hisia? Ninazungumza kwa maana ya kwamba ninajua nini cha kufanya. Nitakwenda mimi mwenyewe. Ninachoweza kuwaomba, ninaomba mniwezeshe tu nyenzo za utendaji wa kazi. Hapo nilizungumza kwa kujiamini sana, huku nikimtazama Brian na wenzake machoni. Jamani, tusikilizaneni. Brian alizungumza mara baada ya ukimya mrefu wa kusikiliza kile alichokuwa anataka kukizungumza. Huyu bwana ni sawa na ndugu yetu, na ana shida, na yule aliyeshikiliwa pale ni mke wake. Endapo mmoja wetu kati yetu ndio mke wake ameshikiliwa, je, tungekuwa tunamkatisha tamaa kama hivi? Angejisikiaje?
Brian aliwauliza wenzake na wote walikaa kimya, huku wakionekana kukosa jibu la swali la huyo kiongozi wao. Sasa basi, kama kila mmoja anajua kwamba angejisikia vibaya, basi tukae kwa pamoja na kutafuta mbinu ya kuingia kisiwani pale kwa ajili ya kumwokoa mke wa ndugu yetu pamoja na kumuua Don. Don amemkata miguu ndugu yetu Brian wa jina wangu, ambaye kwenye kuanzishwa hiki kikosi alikuwa nasi kwa ushauri na mambo mengine ya kututafutia baadhi ya biashara, na ndio maana kwa sasa familia zetu zinaishi maeneo mbalimbali ya dunia kwa ajili ya pesa nyingi tulizokuwa tunapata madili kwa mgongo wa Brian. Hebu tujifunze hata kumrudisha fadhila, hata kwa kidogo tu. Hahitaji pesa, ila anahitaji kuona Don anauawa. Hapo Brian alizungumza kwa sauti iliyojaa ushawishi mwingi mno. Mkuu, tumekuelewa na kuna aliyekataa kuifanya hii kazi. Ila mkuu, njia ambayo ya sisi kumfikia adui ndio njia ngumu sana tulioichagua, njia ambayo inahatarisha maisha yetu mkuu. Je, kishafika kwa adui tunapambana naye vipi? Labda niwaambie kwamba papa hawezi kufa kwa risasi moja ama risasi mbili. Hebu jamani, tujaribu kutafuta njia. Labda tungeruka kwa parachuti, hapo kidogo ningewaelewa mkuu. Unajua mkuu, anachokisema Alex ni muhimu sana. Kumbuka kazi yetu tunaifanya kwa weledi wa hali ya juu. Sasa kwenye hilo la kutumia maji, kusema ule ukweli, aisee, naona tunafeli mapema kabla ya operation yenyewe haijaanza mkuu. Niliwasikiliza walivyokuwa wanaongea na kisha nikamuita Brian. Ndio, mimi naomba tu mniwezeshe baadhi ya mambo, na baada ya hapo mimi nakwenda kuifanya kazi mimi mwenyewe, na wala msijali. Tukuwezeshe vitu gani? Naomba nikuandike katika karatasi. Brian kweli alinikabidhi notebook pamoja na kalamu. Niliandika pale mahitaji yangu yote ninayohitaji kwenye kazi ya kwenda kumwokoa mke wangu Jacqueline. Lakini Rashidi, una uwezo wa kutengeneza mabomu? Brian aliniuliza mara baada ya kumaliza kuyasoma mahitaji yangu. Nikamwambia ndio. Sasa uko vizuri basi. Hebu Alex, hebu Google kama haya majani yanaweza kupatikana hapa Somalia. Brian alimkabidhi Alex notebook hiyo na kisha alianza kuyatafuta kwenye mtandao kama mimea hiyo inapatikana hapa Somalia. Mkuu, ndio inapatikana, na ila wanadai kwamba inakaushwa na kupondwa na inakuwa kama unga. Sasa sijui kama inakufaa mkuu. Alex aliniuliza huku tukitazama dawa ya majani hayo zikiwa zimefungwa vizuri tu kwenye vikopo. Nikasema ndio zinanifaa. Sasa po, utachukua gari na utakwenda kununua haya mahitaji ya jamaa huko sokoni. Sawa mkuu. Baada ya mazungumzo haya kukamilika, tulipata pale kifungua kinywa kwa pamoja, na ndipo kisha Po akaondoka kwa ajili ya kuelekea sokoni. Nilianza kuandaa silaha ninazokwenda kuzitumia, huku nikianza kutengeneza mabomu madogo madogo kwa maumbo, ila yenye uwezo mkubwa sana kulipoa eneo hilo. Mabomu haya niliyoyatengeneza nimeyaweka katika mfumo wa kalamu 6 zinazofanana. Unajua Rashidi, mimi nimefanya kazi na watu wa aina mbalimbali, ila sijawahi kukutana na mtu mwenye akili ya haraka ya kutengeneza mabomu kama wewe.
Brian alizungumza huku akiona tazama kalamu hizi nilizokuwa nimezipanga vizuri kwenye meza. Nikamwambia, ni ujuzi tu ndugu yangu. Ukilitazama hili bomu ni dogo kwa macho, ila mzinga wake ni kuanzia mita 400 kwa mzunguko. Hiyo si ni sawa na viwanja 4 vya mpira wa miguu? Nikamwambia ndio. Aise, hilo bomu kubwa sana hilo. Naam. Paul aliweza kurudi na vitu nilivyokuwa navihitaji, na nikaanza pale kuandaa vitu maalum ambavyo hata kama nikipita katikati ya kundi la papa, hakuna papa ambaye ataweza kunidhuru. Ningewaomba mnisaidie kitu kimoja. Jambo gani hilo? Muweze kuhaki kamera za kisiwa kile. Hilo mimi nimejaribu ila nimeshindwa, Paul alijibu huku akinitazama usoni mwangu. Nikamuuliza, kweli? Unajua mimi ni master wa masuala ya IT, ila nimeshindwa, na jamaa wanatumia mfumo ambao hakuna satellite yote inayoweza kunasa picha za kisiwa hicho, na ndio maana nilitumia drone kupiga picha maeneo ya juu. Paul alizungumza huku akinitazama usoni mwangu. Nikamwambia basi nitajua nini cha kufanya. Kwa hiyo umeanza kuipanga, umepanga kuanza operation yako muda gani? Mchana huu. Ndugu yangu, hivi mchana huu kweli? Brian aliniuliza huku akiona mshangao mkubwa. Nikamwambia ndio. Saa 7 nakwenda kuanza kazi. Sawa. Kitu nilichokigundua ni kwamba jamaa hawa hawawezi kuifanya kazi ya bure bure. Ni Brian pekee ndiye alikubali kuifanya kazi hiyo bure, ile wenzake walinikatalia kisiasa. Nilijiandaa pale kwa kila kitu. Majira saa 6 za mchana tukaondoka nyumbani hapa. Wakanipeleka kwenye moja ya fukwe, tukapanda boti na moja kwa moja wakanipeleka hadi usawa ambao rada za Don haziwezi kutunasa, na ndipo Brian alisimamisha boti. Nilivua nguo zangu za kazi na kuziweka ndani ya begi la mgongoni ambalo ndilo nimeweka baadhi ya silaha zangu. Pale nilianza kujipaka dawa hii mwili mzima, ambayo kusema ukweli inanuka vibaya mno. Nikavaa pale mtungi mdogo wa gesi ya oxygen, nikaagana pale na Brian pamoja na vijana wake, kisha mimi nikazama baharini. Nilianza kuogelea kufuata kilipokuwa kisiwa anachoishi Don. Kusema ukweli, jambo hili ninalolifanya ni hatari sana, kwani katika hii bahari kuna samaki wa kila aina hadi papa wakali mno wapo. Ila kutokana na dawa hii niliyokuwa nimejipaka mwilini mwangu, hapa kuna samaki wa aina yoyote aliweza kunisogelea na kunidhuru. Nilifanikiwa kufika kwenye ufukwe uliokuwa umejaa mawe mengi makubwa. Nikatafuta pale moja ya jiwe lililokuwa limekaa kama pango. Nikaingia, nikajipaka pale mafuta ya kukata harufu mbaya inayotoka mwilini mwangu. Na baada ya harufu kuisha, nilivaa pale nguo zangu ambazo ni suruali nyeusi, t-shirt nyeusi, jaketi la kuzuia risasi ambalo lina rangi nyeusi, kofia nyeusi pamoja na buti za jeshi zenye rangi nyeusi. Nikavaa gloves nguvu pia nyeusi. Nikaziunganisha pale bunduki nilizokuwa nimezigawanyisha ili ziweze kuwa rahisi kuingia ndani ya begi. Maandalizi haya yote nikayafanya ndani ya dakika 10 tu nikamaliza. Nilitoa simu yangu, nikatazama ramani ya kisiwa hiki ambayo Paul alikuwa ameniingizia kwenye simu yangu. Nikasema, Mungu niongoze katika hii kazi. Nilizungumza kimoyomoyo huku nikiikoki bunduki yangu. Nikaifunga kiwambo cha kuzuia risasi. Ubaya wa kisiwa hiki hakina miti mingi, na mbaya zaidi ni kwamba miti mingi ni mifupi, hivyo mtu huwezi kujificha. Nguo hizi nilizozivaa zinafanania na walinzi wa Don ambao wanaranda karibia na kisiwa kizima. Nikaanza pale kutembea kwa kujiamini, huku begi langu lenye dawa ya kujipaka nikiwa nimeliacha katika pango la jiwe nililokuwa nimejificha. Kutokana na wingi wa walinzi ambao wote walikuwa wamevalia kofia nyeusi pamoja na nguo kama za kwangu, ni ngumu sana wao kuweza kunigundua, kwani lengo kubwa ni kuimarisha ulinzi wa Don. Nikafika katika jumba la Don, nikaingia getini pasipo kushtukiwa.
Nilizidi kusonga mbele huku niko makini kutafuta jengo ambalo Jacqueline amefungiwa. Nilifanikiwa kuliona jengo hili, na kwa bahati mbaya jengo hili lilikuwa linalindwa na walinzi zaidi ya 10. Nikasema shit. Nilizungumza huku nikitazama walinzi wengi waliokuwa wamelizunguka ile jengo. Hey. Hapo nilisikia sauti ya mwanaume ikiniita nyuma yangu. Niligeuka huku kofia nikiishusha nusu uso. Kuna gari la vinywaji hapa limefika. Nenda kasaidiane na wengine mshushe. Nikasema sawa mkuu. Nilimjibu mlinzi huyu ambaye ninamfahamu, ni mmoja wa walinzi wa Don ambaye kila sehemu anapokwenda huyu mlinzi yuko naye. Nilipiga hatua kama 4 hivi, jamaa kaniita tena. Subiri kwanza wewe. Nikageuka, nikamtazama huyu jamaa ambaye ananifahamu. Nikapiga hatua za umakini kumsogelea, na kabla hajanifikia simu yake ilianza kuita. Alitoa mfukoni na kuipokea. Ndio mkuu. Okay sawa, nakuja sasa hivi. Jamaa huyu akaondoka kwa haraka pasipo kuniaga. Kwanza nilishusha pumzi, kwa maana eneo hili nilipokuwa ni eneo la wazi na lilikuwa limejaa walinzi wengi ambao hata kama ningepigana nao vipi nisingefanikiwa kuwamaliza. Nikaelekea eneo la lori lililokuwa limejaa maboksi ya vinywaji. Nikaungana na walinzi wengine kushusha mizigo hii, na kwa bahati nzuri mizigo hii ilikuwa inaelekea katika jengo lililokuwa amewekwa Jacqueline. Nilimsikia Jacqueline akilalamika kwa kusema, nifungulieni nyinyi washenzi, nitawaua, haki ya Mungu vile. Nilishtuka kidogo mara baada kuisikia sauti ya Jacqueline ikitokea kwenye moja ya chumba huku akigonga mlango kwa nguvu. Jacqueline alizidi kupiga kelele na kunifanya nitamani kufanya shambulizi la haraka. Ila mazingira ni magumu sana kufanya shambulizi. Nikaliweka vizuri boksi la chupa za waini katika eneo yalipokuwa maboksi mengine. Kisha nikatoka nikaelekea kwenye gari, huku kazi yangu ikiwa ni kusoma mazingira eneo hili kwa umakini wa hali ya juu. Tukamaliza pale kuingiza mzigo huu ndani ya lori. Nikatafuta sehemu na mimi nikasimama huku nikisubiri kuona ni namna gani ambavyo ninaweza nikapata nafasi ya kumkomboa Jacqueline. Oya. Sherehe ya leo usiku haitakosa mchezo. Niliwasikia walinzi wenzangu wawili wakizungumza huku wakikatiza mbele yangu. Oya, yani nina uchu balaa. Natamani hata muda uweze kwenda haraka vibaya mno. Wakakunja kona na sikuhitaji kuwafuatilia wasije wakanishtukia. Jambo linalonisaidia ni kwamba nimefanya kazi na Don na alinionyesha mambo mengi sana, na ninajua ni namna gani ambavyo walinzi wake wanasalimiana kwa ishara. Hivyo imekuwa ni kazi rahisi sana kwa mimi kutoa ishara pale ninaposalimiwa kwa ishara. Majira ya saa 11 za jioni yaliingia mabasi 6 yaliyojaa wasichana waliovalia nguo za ndani pamoja na nguo za juu tu sidiria. Wanawake hawa inaonyesha kabisa ya kwamba wamekuja kwa ajili ya sherehe inayotarajiwa kufanyika usiku. Mabasi haya nina imani kabisa yameletwa na pantoni kubwa ya mizigo. Nikajiambia moyoni, afadhali kazi yangu itakwenda kwa nyepesi. Muda ulizidi kwenda mbele na sherehe ilianza majira ya saa 2 za usiku. Kazi ni moja tu kwa watu wote waliokuwa katika eneo hilo la Don, kula na kunywa. Don mwenyewe ndiye alikuwa anaongoza starehe hii, huku wanawake wengine wakishiriki tendo la walinzi hadharani kabisa. Oa vipi? Hampigi gambe leo? Niliwauliza walinzi wawili waliobaki nje ya jengo lililokuwa wamefungwa Jacqueline. Oya, wajua hatuna mtu wa kumwachia alinde hapa. Sikilizeni, nyinyi nendeni mkao Tomase wanawake wawili watatu. Mimi nawashikia zamu yenu. Fresh mwanangu, umetisha. Poa, masaa mawili basi zingatieni. Usijali kaka mwanangu. Walinzi hawa wakaondoka pasipo kunitambua kwamba mimi nipo kinyume na wao. Mziki mzito unarindima hili eneo na shangwe za watu
zikanifanya mimi nifanye jambo langu kwa haraka. Niliingia ndani hili jengo. Nje ya mlango ulikuwa umefungwa Jacqueline, kulikuwa kuna kufuli kubwa. Kwa kutumia kitako cha bunduki yangu nikalivunja kufuli hili na kisha nikaingia ndani. Nilimkuta Jacqueline akiwa amekaa kitako huku akiwa amelegea kwa kuchoka. Hey baby, ni mimi. Nilizungumza huku nikivua kofia yangu. Jacqueline macho alimtoka, japo amechoka, ila hakushindwa kusimama na kunikumbatia kwa furaha. Tukapigana pale buso la kutosha tu na kisha tukaachiana. Mpenzi wangu, asante Mungu, umekuja. Sikiliza, ninahitaji tutoke hapa. Nadhani umenielewa. Ndio. Hawajakudhuru? Hapana, hawajanidhuru. Vua nguo zako. Suna nguo ndani na sidiria? Sina sidiria. Basi baki kifua wazi. Jacqueline hakuhitaji kuuliza maswali mawili, alifanya kama nilivyokuwa nimemwagiza. Tulitoka ndani ya hiki chumba. Niliingia ndani ya chumba cha vinywaji, nilichukua pale chupa 2 za waini. Shika hii. Na mimi nashika hii. Tunajifanya kama vile tumelewa. Sawa? Sawa kipenzi. Nikazilaza nywele za Jacqueline usoni mwake na kisha tukatoka ndani hapa huku nikiwa nimemshika kiuno. Nikapishana na walinzi wengine ambao nao pia wamelewa chakali wakiwa na wanawake wao walioletwa. Hapakuwa na mtu wa kutuuliza tunakwenda wapi, kwani kila mlinzi alimchukua mwanamke anayemhitaji kwa ajili ya kwenda kustarehe naye. Nahitaji kumuua Don, ila mazingira na muda hautoshi kipenzi changu. Jambo la msingi ni wewe kwanza. Tuondoke tu baby, tuondoke. Tukaelekea hadi kwenye eneo nilipokuwa nimeacha begi langu. Nilivua nguo zangu nikaanza kuipaka dawa hii mwilini mwangu huku Jacqueline naye akiipaka. Nikamwambia tutatumia kuhema kwa zamu. Hili eneo kwa mita kama 5 hivi kuna papa wakali. Hii dawa itatusaidia papa kutokudhuru. Kipenzi changu, unazungumzia papa? Ndio, niamini. Sawa baby. Sawa. Nikavaa begi mgongoni mwangu na kisha Jacqueline naye akavaa mtungi wa gesi. Nikaishika bunduki yangu vizuri, tukaanza pale kuelekea baharini. Mwanga wa mbalamwezi ulitusaidia sana kuona tunapoelekea. Tukaendelea kuelekea chini ya maji. Kuna muda Jacqueline alianza kuogopa mara baada ya kuona kundi la papa wakija mbele yetu, ila nilimshika mkono na tukazidi kwenda chini ya bahari na papa hawa wakapita juu yetu. Kutokana na uchovu wa Jacqueline, tulitumia kama lisaa hivi kutokea eneo ambalo Brian pamoja na wenzake walikuwa wameniacha. Nilitoa simu yangu ndani ya begi nikampigia Brian. Nikamwambia nimefanikiwa kutoka na mke wangu. Mpo karibu na ufukwe? Nikamwambia ndio. Tunakuja hapo muda huu. Okay, poa. Nilikata simu, nikairudisha ndani ya begi. Uzuri ni kwamba simu hii haiingii maji kabisa. Ndani ya dakika 10, Brian na wenzake wakafika ile eneo. Tukaingia katika boti. Waise, plani yako mwanangu imefanya kazi. Alex aliniuliza huku akinitazama machoni. Nikamwambia ndio maana niko hapa. Nilizungumza huku nikitoa shati ndani ya begi, nikamvalisha pale Jacqueline alikuwa anatetemeka kwa baridi kali mno. Aise, pole shemeji. Nashukuru. Jacqueline, hawa ni wenzangu walionisaidia hapa Somalia. Nashukuru kuwafahamu. Karibu sana Somalia shemeji. Vipi Doni, umemaliza? Sijamua kutokana na kwamba kuna watu wengi sana ambao hawana hatia ya kufa pamoja naye. Ila kwa kupotea kwa mke wangu, nina imani watachanganyikiwa na watamsaka, na wakimsaka watamsaka mtaani huko Somalia, na wakijaribu kuzileta pua zao, basi tutamuua mmoja baada ya mwingine, na huo ndo utakuwa mwisho wa Don. Hapo nilizungumza huku nikitazama kisiwa hiki ambacho tunakiona kwa mbali sana, na safari kurudi Mogadishu Somalia ikaanza. Jacqueline akiwa amekilaza kichwa chake kifuani mwangu, na mara kwa mara alikuwa ananitazama, na ninahisi
anaona hili linaloendelea sasa hivi ni kama vile ndoto kwenye maisha yake. Naam, tulifika Mogadishu na moja kwa moja tukaelekea nyumbani kwa Brian. Kutokana na baridi kali sana ilompiga Jacqueline baharini, aliandaliwa pale kikombe cha chai, kikombe cha kahawa na akaanza pale kunywa. Vipi kahawa basi na wewe? Brian aliniuliza huku akinitazama usoni mwangu. Nikamwambia sihitaji. Aise Rashidi, kumbe plani yako ilifanya kazi bwana. Ndio. Hongera sana. Nashukuru. Jacqueline alimaliza pale kikombe hiki cha kahawa na kisha tukatengewa pale chakula na tukala kwa pamoja. Tulionyeshwa pale chumba cha kulala na tukaingia ndani. Hapakuwa na maongezi yoyote zaidi ya kupeana tu mapenzi moto moto, kwani kila mmoja alikuwa na hamu na mwenzie. Mtanange wetu ni wa kukata na shoka mpaka tukarithishana. Asante kipenzi kwa kuja kuniokoa. Usijali. Vipi wamekudhuru kwa chochote? Hapana. Ila wamewaua walinzi wangu wawili niliokuwa nimeambatana nao. Pole sana. Nashukuru baby. Ulikuwa wapi siku zote hizo? Jacqueline alizungumza huku akiwa amekilaza kichwa chake kifuani mwangu. Kwanza nilishusha pumzi nyingi huku nikijaribu kupangilia matukio ya kumdanganya Jacqueline juu ya wasichana niliokuwa nao kwenye mahusiano kipindi nilipotoka nchini Kongo. Nikaanza kumhadithia Jacqueline kuanzia siku nilipotekwa hadi nilipojikuta niko gerezani nchini Kongo. Nikamweleza jinsi nilivyopitia mateso ya msituni kabla kujiunga na wanajeshi wa Obote na kuipindua serikali yake. Nikaruka kipande cha maisha niliyofanya nchini Tanzania. Nikamweleza mara baada ya uongozi wa Obote kusimama vizuri, nikaelekea nchini Brazil kumsaka Don. Sasa mume wangu, kwani usirudi nyumbani kwanza kuwaona wanao, kuniona mimi, kumwona mama, kumwona baba? Najua ingekuwa ni jambo gumu sana kwa mimi kuweza kurudi kwa kipindi kile kabla sijakamilisha kazi yangu, kwani adui angenondolea furaha yangu na angeidhuru familia yangu kwa kuwa karibu nayo. Ila nisamehe sana mpenzi wangu, kwa maana nimekuumiza moyo wako na umejawa na maswali mengi sana. Ila rais wa sasa wa Tanzania pamoja na Don, hawa ndio maadui zangu wakubwa kwa sasa. Pole baby. Na imani kwamba hii vita tutaishinda tu. Mungu ni mwema, lazima tuishinde. Nakupenda sana mpenzi wangu Jacqueline. Nakupenda pia kipenzi. Ulijuaje nimekuja huku? Brian aliniambia. We, kumbe Brian ana mawasiliano na wewe alafu hakuniambia? Hapana, nimewasiliana naye juzi tu. Na nilipotoka Mexico nikaenda Marekani kumuona kwa vile Don amemfanyia ukatili mkubwa sana. Aliniambia kwa kweli, wajua nilijisikia uchungu mwingi mno. Sasa baby, turudi tu Faransa tukaendelea na maisha ya kulea familia yetu. Hadi sasa hivi watoto wako hawajakuona na hawajui baba ni nani. Tafadhali baby, sihitaji kuwa ndani ya hii nchi na ninajuta ni kwa nini nimekuja hapa, kwani nimewapoteza walinzi wangu mahodari wawili. Tukirudi Ufaransa ndivyo jinsi tutakavyowapoteza watu wetu wa karibu. Bebe, hii ni vita. Ni vita tunayoipigana na mtu mwenye mtandao mkubwa sana duniani. Ni vita ambayo endapo tusipokuwa makini, mimi, wewe, watoto, wazazi wote watakufa mke wangu. Na ndio maana nilichagua kuweza kujitoa sadaka kwa ajili yenu. Nielewe bebe. Ninamaanisha ninachokizungumza. Nimekuelewa baby. Okay. Nini kinafuata? Jacqueline aliniuliza huku akinitazama usoni mwangu. Kwanza nilishusha pumzi nyingi huku nikimtazama Jacqueline usoni mwake. Kinachofuata ni kurudisha mashambulizi kwa Don. Ninachokihitaji ni kuweza kuwapigia wazazi na kuambia kwamba upo salama. Ila
usiwaambie kwamba mimi ndo nimekuokoa. Baby, kwa nini? Moja, ni lazima mama atahitaji nirudi Ufaransa. Na kama unavyofahamu nguvu ya mama kwa mwanae, mama anaweza akaongoza na hisia za kuhitaji kuniona pasipo kujua ni uzito gani wa mambo tunayopitia kwa sasa. Hivyo kama unahitaji tumalize Don huku, ni lazima nipambane naye kabla ya kurudi nyumbani. Na nikirudi nyumbani nipokelewe kama shujaa. Nakupenda sana Rashid. Ninakupenda pia baby. Hapo tukalala hadi saa 2 asubuhi. Nikawa kwanza kuamka, nikaoga na kisha nikatoka chumbani hapa. Nilimkuta Brian na wenzake wakitazama video iliyokuwa inarekodiwa na drone inayoonyesha jinsi wasichana waliopelekwa nyumbani kwa Don wakiwa wamepanga katika mistari miwili, huku wakikaguliwa. Anayekaguliwa anaingia ndani ya basi. Nikasalimiana nao hawa na kisha nikajumuika katika kutazama hiyo video. Nikawauliza wanawafanyaje hao mabinti. Niliuliza huku nikiendelea kutazama video hiyo. Wakaniambia kwamba wamegundua kwamba shemeji ametoroka na wanamsaka kwa nguvu zote. Nikasema sidhani kama wanaweza kuhisi kwamba nimetoroka kupitia njia baharini. Unajua hapo, wala sidhani kama wanaweza kufikiria hilo. Lazima watafuatilia CCTV kamera zao kuchunguza ulitorokaje. Akijua kama ni mimi anaweza kufa kwa mawazo Don. Unajua, raisi Somalia nzima anaweza kaifunga. Alafu baya wa hinchi, kuanzia viongozi wa ngazi za juu hadi viongozi wa chini, wanapenda sana kula rushwa. Hivyo kama akijitokeza huko raiani, ni rahisi sana kwa wao kukutana ili mradi tu wapate pesa. Kama bado niko hai, ni lazima Don ni muue tu. Naam. Zoezi la kuwakagua wasichana hao likaisha, na msimamizi wa zoezi hilo ni mlinzi namba 1 wa Don. Tulimuona kijana mmoja akimnongoneza mlinzi huyo sikioni mwake na akamuonesha kitu kwenye iPad aliyokuwa ameshika. Brian akamwambia kijana wake Paul azumu ile video, na kweli Paul ambaye ndiye alikuwa anaiendesha drone hiyo iliyopo juu ya anga la jumba hilo la Don akavuta picha kwa karibu katika iPad hiyo, na sote tukatazamana. Mara baada picha yangu na Jacqueline kuonekana tukitoka ndani hapo. Wametambua. Tukaanza kuona walinzi wakitawanyika na wengine wakikimbilia baharini kupanda maboti na kuanza kutawanyika wakihakikisha kwamba anatusaka. Tukamwona Don akitoka ndani ya jengo hilo, naye akiwa anaelekea ufukweni akapanda moja ya boti, na operation ya kutusaka mimi na mke wangu ndani ya bahari ilizidi kupamba moto. Brian akasema, hivi yale mabomu yako yale ya karamu uliacha kule? Brian aliniuliza huku akinitazama usoni mwangu. Nikamwambia hapana. Huu ungekuwa wakati sahihi sana kulipua jumba lake hilo ili tumtie uenda wazimu. Hivi hiyo drone haiwezi kubeba silaha? Hapo niliwauliza huku nikiwatazama usoni mwao. Unajua zile hatuna, kwa maana kwamba zinamilikiwa na jeshi la Marekani. Drone zile ni kubwa na zinakwenda kwa mwendo wa kasi sana. Maopereta wake huwa wanakaa Marekani, wanalipua Somalia. Habari za asubuhi jamani. Salamu ya Jacqueline ilikatisha mazungumzo yetu. Kila mmoja alimsalimia Jacqueline kwa furaha. Jacqueline alianza pale kupika kifungua kinywa, na kwa pamoja tukapata kifungua kinywa iko. Mpenzi wangu, inabidi uwasiliane na nyumbani na ueleze kwamba upo salama, ila usiwaambie kwamba tumeonana. Usijali baby. Nitawaambia kwamba Brian na vijana wake wameniokoa. Babangu atafurahi sana, na na imani atampatia shemeji zawadi kubwa sana na rafiki zake. Hilo ni jambo zuri kipenzi. Au unasemaje? Ila bwana, sisi hatujafanya kazi yoyote shemeji. Tutakuwa tunapata ujiko tu wa bure. Hata kunipokea na kuniwezesha kwenda nilipokwenda, huo nao pia ni msaada mkubwa sana. Anachokifanya kipenzi changu ni sahihi kabisa. Naam,
Tulikubaliana kwa pamoja kwamba Jacqueline atawaeleza wazazi wake kwamba Brian na kikosi chake ndio waliomwokoa. Jacqueline alipiga video call kwa baba yake. Hello baba. Wewe Jacqueline, unaendeleaje mwanangu? Namshukuru Mungu. Hai mama mkwe. Jacqueline, unaendeleaje? Namshukuru Mungu niko salama wazazi wangu. Nimefanikiwa kuokolewa kutoka mikononi mwa Don. Ni akina nani waliokuokoa? Brian ana ndugu zake ambao mmoja wao ni Brian aliyemweleza hali halisi ilivyotokea. Hivyo akaniokoa. Mungu ni mkubwa sana mwanangu. Inabidi sasa urudi Ufaransa haraka iwezekanavyo. Hapana baba. Una maana gani kusema hapana? Hapo Jacqueline nikaona ananitazama huku nikiwa nimesimama pembeni yake. Eti wewe Jacqueline? Baba, nikirudi sasa hivi Ufaransa, Don ataifuata familia nzima. Atawadhuru na nyinyi pia. Na ndio maana nimeona ni heri kukaa huku kuliko kuja huko. Hapana Jacqueline. Ukiendelea kukaa huko, hali inaweza kuwa mbaya zaidi. Anaweza akakukamata tena na safari anaweza akakuua kabisa. Kama utashindwa basi mimi nitakufuata. Wanao kila siku wananiuliza babu, mama na baba wako wapi? Sheila, kama unavyojua, kila siku unamdanganya ya kwamba baba yuko kazini na anakubaliana na wewe. Sasa hivi nani wa kumdanganya? Sheila amekuwa ni mnyonge sana. Hali na hata shule haendi kabisa. Anakataa. Hata bibi yake ameshindwa. Na jana tu ametuuliza, je, baba na mama wamekufa? Na tulishindwa kujibu swali hilo kutokana na kigugumizi. Sisi ni watu wazima, tunaweza kuelewa. Je, Sheila na wadogo zake inakuwaje kwa upande wao? Naam, hapo baba mkwe alizungumza kwa uchungu sana huku machozi yakimtiririka na kumfanya Jacqueline naye mwagikwe na machozi. Niambie mwanangu, sisi tunafanya nini kwa hawa wanao? Baba yao hatujui kama yuko hai au amekufa. Baba, mume wangu hajafa. Atarudi tu. Jacqueline alizungumza kwa msisitizo huku machozi yakimwagika usoni mwake. Baba wa wanangu yuko hai. Mimi naamini hilo. Unaaminije ikiwa ni mwaka wa pili sasa tupo pamoja naye? Hebu tafadhali mwanangu, kama unaendelea na operation yako ya kumsaka baba Shamsa, ni vema ukaisitisha. Au mnataka watoto wenu wabaki mayatima? Swali la baba mkwe liliniumiza sana moyoni mwangu. Nilijikuta machozi yakianza kunilenga. Unajua, kwenye maisha yangu nimeshakutana na rafiki zangu walioishi yatima kipindi tuko watoto. Kuishi kwao kulikuwa ni kwa shida na mateso. Hapakuwa na hata mmoja nilimshuhudia kiishi maisha mazuri, na mbaya zaidi walikuwa kwenye genge langu la uhuni. Jacqueline mwanangu. Ndiyo mama. Mimi ndiyo mama mzazi wa Rashidi. Ninafahamu uchungu wa kupoteza mtoto. Na imani maumivu uliyopata siku unajifungua ni maumivu ambayo niliyapata mimi. Tafadhali, ninakuruhusu mwanangu urudi Ufaransa. Kama baba Shamsa yupo hai, basi Mwenyezi Mungu atamsaidia na atarudi salama. Ila kama hayuko hai, tutafanya ibada ya kumwombea na Mwenyezi Mungu atailaza roho ya marehemu mahali pema peponi. Amin. Hapo mama yangu alizungumza kwa hisia kali iliyoambatana na machozi mengi sana. Jacqueline alinitazama na kisha akakata ile simu. Alinyanyuka na kuondoka sebuleni hapa. Nilijikuta nikimfuata kwa nyuma na tukajikuta wote tunaingia chumbani. Rashidi, niambie ni nini unataka mume wangu? Nimejikaza kuwadanganya wazazi ila nimeshindwa.
Ona mama na baba wanavyolia. Vipi machozi yao hayakuumizi wewe? Hupati maumivu yoyote moyoni mwako wewe? Jacqueline alizungumza huku akilia. Don amekuwa ni nani kwako hadi unaitelekeza familia yako kwa madai ya kuilinda? Hebu achana na mawazo yako. Ninataka turudi nyumbani pamoja. Kama mimi ni mke wako, mama wa wanao, na kama unanipenda tunarudi Ufaransa, ila kama hutupendi usikae ukafikiria kurudi Ufaransa, hata kama ukiwa umeshamaliza kumuoa huyo Doni wako unaimuona kwamba ndio muhimu sana kwako kuliko familia yako. Jacqueline mara baada kuzungumza hivyo akavua pale suruali yake, akapanda kitandani, akalala kifudifudi huku akilia. Mpenzi wangu, sitaki uniongeleshe chochote kile hadi pale utakaponiambia kwamba uko tayari kwenda Ufaransa au la. Kwanza nilishusha pumzi taratibu, kwa maana hili linaloendelea sasa hivi ni mtihani, na Jacqueline atambui ugumu na uzito wa hili jambo. Nikamwambia okay, sawa, tutarudi Ufaransa. Jacqueline aligeuka na kunitazama usoni mwangu, akaniambia unamaanisha unachokizungumza? Nikamwambia ndio. Kesho nahitaji tuondoke. Nikamwambia kesho haiwezekani. Kwa nini? Hatuwezi kupanda ndege, hatuwezi kupanda meli wala kupanda chochote, kwa maana watu wa Doni wako kila sehemu. Nisikilize mpenzi wangu, hili jambo lina uhatari mkubwa kuliko vile ambavyo unafikiria. Doni ni lazima atafanya chochote kitu kuhakikisha kwamba anakupata. Hivyo tafadhali kipenzi, kuwa makini kwa kila jambo, hisia zisikuongoze. Kwa nilichokizungumza ni upumbavu, si ndio? Uko unapoelekea sasa mpenzi, unataka kuweza kuniudhi. Nadhani umenielewa. Hapo ilibidi kumjia juu kidogo Jacqueline, kwani bila kufanya hivyo anaweza kufanya ujinga ambao unaweza kutugharimu. Jacqueline alinitazama machoni mwangu, na kweli alianza kuona hasira yangu ikitawala usoni mwangu. Nisikilize Jacqueline, nimetoa maisha yangu kwa ajili yangu, kwa ajili yenu, na ninafanya kila linalowezekana ili wewe na wanangu muweze kuwa salama salamini. Unahisi kuna mwanaume gani ambaye anaweza kupita kwenye bahari iliyojaa papa wakali na akatarisha maisha yake? Kuna mwanaume gani anaweza kuingia kwenye ngome ya mtu hatari kama Don akiwa anajiamini kwa ajili ya mke wake? Fikiria mara mbili. Usitake sasa hivi nianze tena kurudi tena mikononi mwa Don na kuwa mtumwa wake. Nadhani umenielewa. Hapo nilizungumza kwa ukali kidogo, ukali ambao Jacqueline toka nifahamu hakuwa kabisa kuniona nikiwa katika hii hali. Tutaondoka Somalia pale tu nitakaposema tunaondoka, kwa maana kwamba Don ametambua kwamba mimi ndiye nimekutorosha. Hivyo hapo alipo ana hasira, ana chuki dhidi yangu. Kwa mama, inatakiwa tulizane. Naam, mara baada ya kuzungumza hivyo nilitoka ndani hapa na kumwacha Jacqueline kwenye hali ya unyonge. Nilikuta Brian na vijana wake wakiwa kwa sebuleni. Nikasema nahitaji kumuinda Don. Ametoka kwenye maya yake, sasa ni wakati wa kuweza kupambana naye. Hapo nilizungumza kwa msisitizo. Brian na vijana wake hawakunijibu chochote. Brian aliminya pale remote ya TV, aliiweka habari inayoendelea. Nikatazama habari kutoka CNN ikionyesha video ambayo Don alinitishia kuisambaza kwenye vyombo vya habari, akidai kwamba mimi ni mkuu wa kundi la Al-Shabaab na nimehusika katika kuilipua meli ya kivita ya jeshi la Tanzania. Brian akaniuliza, mpaka hapo unalipi la kujitetea mzee? Brian alizungumza kwa kinitazama usoni mwangu. Niliwatazama wote na kisha nikakaa kwenye moja ya sofa huku nikiwa na watazama. Nikasema hiyo video imetengenezwa. Alex akaniuliza imetengenezwaje, ikiwa hapo inaonyesha wana kikosi wa NSS wakiwa
wanakukabidhi mikononi mwa kundi la Al-Shabaab ambao waliiteka hiyo meli ili wewe uachiwe huru. Alex aliniuliza kwa msisitizo huku akinitazama usoni mwangu. Nikamwambia ndio nafahamu hilo, ila huyo ni Don na watu wake, na alishanionyesha hiyo video kipindi tulipokuwa Brazil, na alinikabidhi kazi ya kuwaua matajiri aliohitaji mimi niwaue waliokuwa nchini Brazil, na aliniambia kwamba endapo sitofanya hiyo kazi alionipatia, basi ataisambaza hii video na kila mtu ataiona, na nitatangazwa kama gaidi wa dunia. Kwa jinsi nilivyo, siwezi kuisaliti nchi yangu. Naipenda nchi yangu, japokuwa kuna watu wanahitaji niishi kama mkimbizi kwenye nchi yangu. Na kama mnahitaji uthibitisho, wasilianeni na Brian. Sasa wakati naongea hayo, Jacqueline akatoka ndani kwa ajili ya kufuatilia hiyo video. Akanitazama huku akiwa na macho ya mshangao. Kuna nini kinachoendelea? Jacqueline alituliza na sote tulikaa kimya pasipo kumjibu. Vijana wa Brian kila mmoja mkono wake alikuwa ameweka karibu kabisa na bastola yake, ili kama nikifanya madhara yoyote basi wanimalize. Brian akampigia simu ndugu yake Brian wa nchini Marekani. Akamuuliza, ndugu yangu unaendeleaje? Nashukuru Mungu bwana. Kuna kitu gani kinachoendelea? Mbona Rashidi ametangazwa kama gaidi anayesakwa na nchi ya Tanzania, na rais wa Tanzania ametangaza kitita cha dola milioni 100 kwa mtu atakayefanikisha kukamatwa kwake? Inakuaje hapo? Hapo watu wote tulisikia swali la Brian na kuwafanya watu wote kunitazama mimi, kwani jamaa hawa wapo kwa ajili ya pesa, na kama serikali ya nchi ya Tanzania wametangaza kiasi hiko cha pesa, basi kuna asilimia kubwa sana kwa wao kunikamata na kunikabidhisha katika serikali ya Tanzania. Na kama wakinikabidhisha kwa serikali ya Tanzania, basi kitakachofuata na mimi kunyongwa hadi kufa, kitu ambacho kwa sasa sikihitaji wala sijakifikiria kwenye maisha yangu. Unajua, hata sisi tulikuwa tunahitaji kufahamu kutoka kwako kwamba mtu uliyetuletea ni gaidi kweli, kwa maana kama unavyofahamu sisi tunadili na magaidi. Sasa kama gaidi yuko kikosini kwetu, ina maana amekuja kutumaliza ama ni vipi? Brian aliyezungumza hayo huku akinitazama kwa macho makali mno kunidadisi. Lakini Rashidi ninayemfahamu mimi, nina uhakika wa 100% hawezi kujiunga na kundi la Al-Shabaab, na nyinyi mna ujuzi wa kumjua gaidi na mtu wa kawaida. Sawa, ila pia ni ngumu sana kumfahamu mpelelezi. Najua, ila hili linaloendelea sasa, na imani kabisa ni mipango ya Don. Kwani Don nimefanya naye kazi kwa kipindi kirefu, na nilikuwa sambamba na mke wake ambaye anajua siri zake nyingi sana. Hivyo hata hili linaloendelea ni mpango wa Don. Okay, sawa kaka, nimekuelewa. Kwani Rashidi yuko wapi? Niko naye hapa, naomba kuzungumza naye. Brian alinitazama kwa sekunde kadhaa na kisha alinikabidhi simu, na hapo nikatazamana na Brian wa Marekani. Kaka, kwanza pole kwa hili linaloendelea. Nashukuru sana ndugu yangu. Najua Don ndiye aliyefanya hivyo, ila kuithibitisha dunia kama wewe sio gaidi, hakikisha kwamba unamkamata na kumfanya akili mbele ya video ya kwamba yeye ndio yuko nyuma ya mipango yote miovu duniani. Na mimi nakwambia mawakili wenye uwezo wa kukusimamia kwenye hii kesi wapo, ila kikubwa tu tumpate Don. Nashukuru ndugu yangu, na nimefanikiwa kumwokoa shemeji yako. We, kweli? Ndio. Hapo nikamwita Jacqueline. Alikaa pembeni yangu kwa maana ya kwamba mawasiliano haya ni kwa njia ya video. Shemeji, pole sana, Brian alizungumza huku akiwa amejawa na furaha kubwa mno. Asante sana shemeji, niko salama sasa. Unajua tulipata wasiwasi mkubwa sana niliposikia umetekwa. Poleni, niliwapa wasiwasi, ila nimeokolewa sasa hivi, niko salama kabisa. Sasa inabidi uwe makini, kwa maana Don
ameshampatia kashfa kubwa sana ndugu yangu, hivyo na imani ya kwamba atakuwa anasakwa duniani. Sawa shemeji, naomba umsaidie bwana kipenzi changu. Shemeji usijali, mimi naandaa wanasheria hodari sana duniani, wanaweza kusimamia hii kesi. Asante sana shemeji. Najua Don amekufanyia ukatili mkubwa, ila ninakuahidi kwamba ni lazima apatikane, na akipatikana atalipa kwa mabaya yote aliyoyafanya. Nashukuru sana kwa kunitia moyo shemeji yangu. Usijali shemeji. Rashidi. Ndio kaka. Usijali kaka, mimi ninadiri na hili swala kisheria. Nashukuru sana ndugu yangu. Usijali, tuko pamoja. Okay, poa. Hapo nikamrudishia Brian simu yake. Brian alikata hii simu huku akiwa ananitazama. Nikawatazama vijana wa Brian na walikuwa wanaonekana hawana uchangamfu kama waliokuwa nao hapo awali. Sikiliza Rashidi. Kikosi chetu ama kikosi changu kinadili na watu ambao sura zao zipo public kama sasa. Tukiendelea kukaa na wewe na dunia ikafahamu ya kwamba tupo na wewe, wanaweza kutuchukulia sisi ni magaidi, ikiwa sisi tunadili na magaidi. Hatuhitaji kukuchafulia mipango yako wala dhana yako ya kumsaka Don. Tutakuruhusu uondoke salama salamini mikononi mwetu. Tuambie nini unahitaji tukupatie, kwani kuendelea kukaa na sisi hapa inaweza kutufanya akatokea mmoja wetu akatusaliti kwa ajili ya hizo milioni 200, sijui milioni 100, sijui, na mambo yakawa ndivyo sivyo. Hapo kwanza nilishusha pumzi nyingi sana huku nikitazamana na mke wangu. Kusema ule ukweli, Brian amefanya maamuzi makubwa, tena ni ya kiume. Usiogope, zungumza. Alex alizungumza kwa kinitazama usoni mwangu. Nikasema nahitaji silaha, nahitaji gari pamoja na pesa itakayoniwezesha kutoka nchini hapa. Kama kiasi gani unahitaji? Kama inawezekana tunaomba $20,000. Mtatuambia ni namba gani niwaingizie kwa kiasi cha pesa, bei ya gari pamoja na silaha. Jacqueline alizungumza huku akiona uchungu mkubwa sana machoni mwake, kwa maana hili swala la Don kuitoa hiyo video kwa waandishi wa habari itamsaidia sana katika kuweza kunitafuta, kwani nikikamatwa na jeshi lolote nina imani na watu wake ambao watanikabidhi kwake kabla hata kufikishwa katika serikali ya nchi ya Tanzania. Basi maandalizi pale ya vitu ninavyovihitaji yakaanza pale, yakafanywa. Tukapewa pale nguo za kijeshi la Somalia pamoja na kofia zake. Wakatukabidhi gari aina Range Rover yenye rangi nyeusi. Safari ya kuondoka nyumbani kwa Brian na hawa vijana wake ikaanza. Jacqueline akaniambia hakuna binadamu mwema kwenye dunia. Jacqueline alizungumza huku machozi yakimlengalenga usoni. Nikamwambia kwa nini baby wangu unasema hayo? Kulikuwa kuna haja gani ya wao kuturuhusu kuondoka? Kisa video kusingiziwa. Yaani sijui hata tunaelekea wapi baby. Inabidi tubadilishe kila kitu. Unamaanisha nini? Nguo, gari, inabidi tubadilishe. Wanaweza kufunga device track ambayo inaweza kutuonesha kila tunapokwenda, alafu wakatuzunguka na kuwapatia kodi hizo usika wa Tanzania. Na mwisho wa siku tukajikuta tunakamatwa na kisha wao wakajipatia mamilioni ya fedha. Hapo umenena baby. Sasa hapa Somalia kuna mtu unayemfahamu? Sina ninayemjua. Ilo usijali, tutampata. Hizo nywele zako ndefu inabidi uzikate na kuziweka bridge. So I think kitu kama iko bridge sijui nini. Okay, nimekuelewa baby. Hapo nikasimamisha gari nje ya duka moja la nguo. Nikaiweka vizuri kofia yangu, nilishuka ndani ya gari huku nikimsisitiza Jacqueline kutokushuka ndani ya gari. Nilinunua nguo za mpenzi wangu, nikanunua pale miwani pamoja na kofia, na kisha nikarudi ndani ya gari. Utabadilisha hizo nguo? Okay, sawa baby. Au nibadilishe sasa hivi? Hapana, nitakwambia. Tukafika kwenye moja ya garage kubwa tu. Nikashuka ndani ya gari, nikaingia ndani ya garage hii, na watu wote waliopo ndani hapa wakaacha kazi na kunitazama. Kutokana na kwamba kofia yangu nimeishusha nusu uso, kwa sikuwa na wasiwasi wote. Ndio mkuu. Kijana mmoja alizungumza kwa kinisogelea.
Alinipa mkono wake wa kulia, nikautazama kwa sekunde kadhaa na kisha nikampa mkono wangu. Nikamwambia nahitaji kufanya mabadiliko ya gari. Nahitaji sport car. Je, naweza nikapata? Hilo ni swala la kuzungumza tu na mmiliki wa garage. Muite basi aje. Kwa saikolojia niliyowasoma watu wote humu ndani, wanaonekana kuogopa sana mavazi niliyovaa, na hapa nikagundua kitu ya kwamba hawa jamaa wanadili na gari za wizi, kwani asilimia kubwa ya gari nilizozikuta ndani hapa zilikuwa zinabadilishwa ili mradi tu zisifananie na za mwanzo. Akaja mzee mmoja, ni mnene, mwenye tumbo kubwa kiasi. Alinisalimia, nikasalimiana naye huku nikimtazama kwa kujiamini. Nikamwambia na gari yangu hapo, nahitaji kubadilisha na kupata gari ambayo ni sport car. Wewe ndio ulosimamisha hiyo Range Rover Sport hapo nje? Nikamwambia ndio mzee wangu. Unaweza kuingiza humu ndani? Nikamwambia ndio. Basi ilete tuiangalie. Kweli nikatoka ndani ya hii garage kubwa, nikaingia ndani ya gari, nikamtazama Jacqueline usoni mwake, nikamwambia baby, si unaweza kutumia bastola? Ndio mpenzi. Yaani kukaa na walinzi kipindi chote hicho nisiweze kweli kutumia bastola? Tunaingia ndani na hao jamaa wanaonekana ni majambazi wanaoteka magari. Chochote tutakachojaribu kukifanya kibaya dhidi yetu, basi tuwe tayari. Nadhani umenielewa. Okay, poa. Na muda mrefu sijapambana. Hapo nikatabasamu, nikatazama jinsi geti kubwa la hili garage likifunguliwa. Taratibu nikaingiza gari ndani ya hii garage na kisha nikashuka huku nikimtazama huyo mzee. Jacqueline naye akashuka huku macho yake yakiangazangaza kwa watu wa humu ndani. Sasa mna hati miliki ya hili gari? Nikamwambia ndugu, tunachokihitaji ni gari tena yenye nguvu. Na imani katika gari hizi hapa, hakuna hata gari yenye bei kubwa kuliko hii gari nilokuja nayo, si ndio? Ndio. Nipatie gari nzima inayotembea kwa mwendo mrefu, yenye uwezo wa kuhimili mikiki ya barabarani. Ila mkuu, hii gari ni nzuri pia. Nikamwambia ndio ni nzuri, ila nahitaji nyingine. Mbona hujiamini? Mbona kama sio mfanya biashara? Hizo gari zote hapo si za wizi hizo ama? Hapo nilimchimba mkwara, kwa maana ya kwamba ninachokizungumza ninakijua vizuri, ila ukweli ni kwamba nilikuwa nabahatisha tu. Mimi nimekuelewa mkuu, basi tusifike mbali. Mzee huyu alizungumza huku akitembea hadi kwenye gari moja lilokuwa limefunikwa kwa turubai. Akalifunua hilo gari. Jacqueline akasema wow. Jacqueline alizungumza kwa furaha huku tukitazama gari hili aina BMW 5 Series. Mkuu, najua hii gari tumeiongezea uwezo wa kukimbia na tumeifunga turbo zenye nguvu kubwa, hivyo unaweza kuitazama kwa ndani. Nikaingia ndani hili gari, nikatazama vizuri, na uzuri gari hili ina nguvu na una uwezo wa kuhimili hata kwenye barabara zisizokuwa za lami. Baada ya makabidhiano haya, tukahamisha pale mizigo kwenye gari na kuondoka katika hii gereji. Baby, gari ni nzuri. Yeah. So tunaelekea wapi? Nahitaji tutoke hapa Somalia tuelekee Kenya. Kenya? Itakuwa ni salama kwako? Ndio sehemu ambayo nina imani tutapata tulizo. Baby, hapana. Bora tuende Kongo. Kweli rafiki yako ambaye ni rais atatusaidia. Yeye na Doni akili zao ni sawa. Una maana gani kusema hivyo? Niligombana naye kutokana na uongozi wake wa unyanyasaji kwa watu wake. Ikiwa sio kile alichukua amekidhamiria siku ambayo alichukua madaraka. Nimepata wazo baby. Wazo gani? Tusiondoke Somalia. Kwanza nikajikuta nasimamisha gari pembezoni mwa barabara. Nilimtazama Jacqueline usoni mwake. Yes baby. Kuondoka kwetu Somalia kunadhihirisha kwamba tunamwogopa Don. Tunapaswa kurudisha mashambulizi kwake. Tunapaswa kumpiga yeye, japo tupo wawili, ila naanza kuielewa maana yako ya wewe kukataa kuondoka kwa Somalia. Tupambane pamoja baby, kwa ajili ya familia yetu. Jacqueline alizungumza kwa msisitizo huku akinitazama usoni mwangu. Nikamwambia katika siku uliyozungumza point ni leo baby. Nashukuru kipenzi. Kama ni kufa basi acha tufe hapa. Ila kama ni kusafisha jina lako, basi tulisafishe tukiwa hapa Somalia. Taratibu nikamsogelea Jacqueline, nikampiga pale busu la maana, alafu nikamwambia nakupenda baby. Nakupenda pia kipenzi. Kama ulivyohatarisha maisha yako kwa ajili yangu, basi ni wakati wa mimi kuweza kushikamana na wewe kwenye hii shida.
Sitojali dunia itakuitaje, ila kikubwa ninajua mume wangu haupo kama vile wanavyokuita kwa sasa. Nashukuru sana my love. Nashukuru nawe pia baby kwa kunikaribisha kwenye maisha yako. Amen. Tukaachiana na Jacqueline na kisha tukatafuta hoteli ya bei ya chini sana ambayo ipo katika maeneo ambayo kundi kubwa la watu wanaoishi huku ni maskini ambao hawawezi kumiliki vitu vya gharama kama TV. Tukapata pale chumba kimoja ambacho kina kitanda cha chuma ambacho godoro lake limeisha vibaya mno. Utaweza kuishi hapa bebe? Popote naishi. Mimi sio yule Jacqueline wa kuishi katika majumba ya kifahari. Jacqueline wa sasa ni yule aliyepata funzo la kuhusiana na maisha magumu na maisha yaliyojaa taabu na mateso. Asante sana. Karibu bebe. Katika nguo nilizozinunua kuna kanzu na hijabu ambazo najua ndio mavazi makubwa ya watu hapa Somalia. Hatukuhitaji kupoteza muda. Nikatoa pale mkasi na kuzikata nywele ndefu za Jacqueline. Akabakiwa na nywele fupi. Nikampaka pale bleach iliyokuwa imebadilisha nywele zake kutoka kwenye rangi nyeusi hadi kuwa rangi ya kama sijui rangi gani. Nilipohakikisha sasa kipenzi changu amebadilika kwa asilimia kubwa, nikabandika pale ndevu za bandia nilizokuwa nimezinunua wakati tunatafuta vyumba. Ndevu hizi zikanifanya nifanani kabisa na wanaume wa hapa Somalia ambao wengi wao ni Waislamu. Tulipohakikisha mionekano yetu ipo tofauti kabisa na hapo awali, tukaondoka hili eneo tukaelekea katika hoteli yenye hadhi kidogo. Kwani tunabadilisha hoteli? Kwa sababu unahitaji kutengeneza maeneo ya kupanga matukio na maeneo ya kupumzikia. Hata tutakuwa tunapumzika pia. Ninahitaji tukodishe gari ya kawaida inayofanana na gari nyingi za hapa Somalia. Na hii ya kwetu? Hii tunaiacha hapa hotelini. Na hiyo gari ya kawaida ndio tutakayokuwa tunaitumia kwenye matembezi yetu. Unaona hizi kalamu? Ndio bebe. Haya ni mabomu makubwa sana ambayo niliyatengeneza. Yeah. Ila kwa sasa sihitaji kuweza kuyatumia kwa maana ya kwamba yana uwezo kulipua eneo kubwa sana. Cha kufanya sasa hivi ni kutafuta laptop ili tuweze kufuatilia kila kitu kinachoendelea duniani pamoja na simu itakayotuwezesha kufanya mawasiliano muda na wakati wote tutakaoweza kuhitaji. Okay, sawa baby, nimekuelewa. Naam. Kweli tukatoka chumbani hapa. Tukafunga mlango wetu huku kila mmoja kwa ndani akiwa amevalia suruali na kiunoni mwake amechomeka bastola 2 zilizojaa risasi za kutosha. Tukafika mapokezini. Nikamfuata mhudumu wa kike ambaye yeye ndiye tumemkodishia chumba kwake. Nikamwambia dada, "Abe, ni wapi wanapokodisha magari kwa watu binafsi?" Ziko sehemu nyingi tu wanakodisha. Naomba nielekeze. Umeona hapo ukitoka nje getini, tembea mpaka kwenye ile kona inakunja kushoto. Ukifika pale hesabu frame ya kwanza hadi ya 8, utaona showroom ya magari pale. Sasa hapo ndio hapo wanapokodisha na kuuza magari. Okay, sawa, nashukuru. Okay, poa. Nilimfuata Jacqueline sehemu alipokuwa amesimama, nikamwambia tuondoke, ameshanielekeza. Okay, sawa. Kabla hatujapiga hatua ya kutoka ndani hapa, vijana 6 wa Don waliingia huko wakiwa wameongozana na mlinzi namba 1 wa Don, ambaye sekunde kadhaa akatutazama na kisha akatusogelea huku akionekana kuhisi jambo kati yangu mimi na Jacqueline. Haya sasa, bado mambo yanazidi kunoga. Vijana wa Don hawa hapa mbele, Jacqueline pamoja na Rashidi. Bado usikose kufuatilia kisa hiki cha kusisimua kinachoitwa Rise Up kutoka kwake Dazaria Jeep Msulwa. Mimi naitwa Uncle J Masimulizi. Niseme asante na kwaheri kwa sasa.